Ndio mtazamaji wa Tony TV, bado naendelea kupita mtaani kwa ajili ya kukusanya maoni ya wananchi kuhusiana na timu yetu ya Taifa Stars. Na tumeshuhudia katika michezo mitatu ambayo timu ya taifa ya Tanzania imecheza, imefanikiwa kutoka sare ya kufungana goli moja kwa moja katika michezo miwili na kupoteza mchezo mmoja ambao walipoteza dhidi ya Nigeria. Na hapa ndipo mtaani hapa ambapo ninazungumza na Tata Emmanuel, yeye atatupa taarifa kiundani zaidi. Timu ya Taifa Stars walifeli wapi na walifaulu wapi, na upi utofauti wa timu ya Taifa Stars katika michezo hii mitatu ambayo wenyewe waliweza kuicheza katika michuano hii ya AFCON. Emmanuel Tata, tumeshuhudia mchezo wa AFCON siku ya jana. Timu ya Taifa Stars imetoka kufungana goli moja kwa moja dhidi ya timu ya Tunisia. Una lipi hasa ambalo unaweza ukalizungumza kuhusiana na mchezo wa siku ya jana? Kwanza ni mshukuru Miguel Gamondi, kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, kwa sababu tangu ameingia kwenye mashindano haya, ukitaka kupiga tathmini yako kwa moja kwa moja, timu ilikuwa inacheza, timu ilikuwa haimsubiri mtu, ila wanafanya mashambulizi zamu kwa zamu. Hii inapelekea kwamba ushindani upo, na hii inatupa taswira kwamba mashindano yajayo ambayo Taifa Stars lazima itafanyaje, itashiriki kutokana na sisi ndio wenyeji wa mashindano hayo, itacheza. Kwa kama Gamondi akiendelea kuwepo, naamini ushindi utakuwepo na tutafanya vizuri sana kwenye michuano ijayo. Lakini kwa mechi ya jana uliona kabisa wachezaji walikuwa wanasipita kupambana, wachezaji walikuwa na ile hali ya morali ya kupambana, kwa sababu kama ulifuatilia Jumatatu, mheshimiwa naibu waziri wa tatu wa michezo na Paul Makonda, sawa, yeye yuko kule, alikabidhi kwa wachezaji shilingi milioni 100, na hii hakukabidhi mkononi, alikabidhi kwenye kila akaunti ya mchezaji. Yani ile fungu ligawanwa na kisha baada ya kugawanwa likafanyaje, likatupwa kwenye kila akaunti ya mchezaji, na hii sasa ikapelekea chacho kwa wachezaji kufanyaje, kuendelea kupambana. Jana pia the same amefanya hivyo, lakini juzi ilikuwa ni milioni 100, lakini goli la jana ni moja, lakini ikachukua milioni 200. Je, kama ni milioni 200, wadau ambao watafanyaje, watakuwa wanaendelea kuichangia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars ili ibuke na ushindi, itakuwa ni hela nyingi. Kwa hiyo hii pia imepelekea wachezaji wa taifa kufanyaje, kuendelea kuipambania nembo ya Taifa Stars, kuendelea kuipambania nchi yetu ya Tanzania na kujitoa kama wanajeshi waliopewa kipaumbele kwenda kuipigania nchi yao. Sawa, kuna tofauti gani kati ya timu ya taifa ambayo ilicheza dhidi ya Nigeria, ikacheza dhidi ya Uganda, na hii ambayo imecheza dhidi ya Tunisia? Utofauti uliopo ni labda kwenye uchaguzi wa kikosi, ndio hapo tofauti, lakini kwenye kucheza, na pia ile mechi ya kwanza timu iliingia kama inaogopa, kwa sababu ilikuwa ndio mechi inafanyaje, inaanza. Lakini angalia baada ya kucheza ule mchezo wa kwanza, timu ikaendelea kufanyaje, kupambana. Angalia mechi ya pili dhidi ya Uganda. Ile mechi ya Uganda nadhani timu zote mbili zinalaumiana, kwa nini tukufanyaje, hatukushinda, kwa nini hatukushinda? Kwa sababu timu zilikuwa zinapishana. Ilikuwa dabi ya Afrika Mashariki ndio, lakini ni timu ambazo zinajuana, ni timu ambayo Uganda tuzidi mbali sana kwenye renki ya CAF na FIFA. Lakini ona mchezo uliotokea, ni mchezo mzuri sana, ulipelekea kupata bao moja kwa moja kwenye ile mchezo. Tulipata mabao mawili ndani ya mchezo mmoja, ambao ni machache kabisa kwenye mechi ya Afrika Mashariki kwa timu ambazo zinajuana. Ona mechi ya jana pia kadhalika, Tunisia anatuzidi mbali mno, lakini mechi ya jana watu wanapambana, watu wanakula, wanatoka jasho, watu wanapambania nembo ya taifa, kwa sababu wameshajua ladha na utamu wa nini wa mashindano yale. Wameshajua thamani ya kila mchezaji, kwamba hapa ndipo sehemu ya kufanya ya kujiuza na kujitangaza kwenye swala la usajili. Sawa. Tukirejea tena kwenye timu ya Taifa Stars, tumeshuhudia katika safu ya mbele ya timu ya Taifa Stars kumekuwa na mabadiliko ambayo kocha Miguel Gamondi amekuwa akiyafanya. Unadhani kuelekea siku ya tarehe 4 ambayo timu ya taifa inakwenda kucheza na Morocco, unadhani kule mbele kocha anatakiwa kufanya mabadiliko gani ili mradi tu timu ya Taifa Stars izidi kuwa bora zaidi? Bila kumkosea heshima captain wa timu ya taifa Tanzania Taifa Stars Mbwana Ali Samata, mimi nadhani kwenye mechi inayokuja Gamondi akiona yafaa angetupisha kidogo, kwa sababu pale safu ya mbele, ndio michuano mingi iliyopita safu ya mbele ilikuwa ni vigumu sana kufunga, si ndio? Piga tathmini sasa hivi mechi 3 goli 3. Kwa hiyo ina maana kwamba kila mchezo unafanyaje, tunafunga, lakini licha ya kufunga tunaruhusu pia mechi 3 mabao 4 ya kufungwa, tuna hasi 1. Hii inapelekea kwamba kumbe timu inafanyaje, ina uwezo wa kushindana, ina uwezo wa kucheza mpira. Ila tu kwenye mechi ijayo zidi ya Morocco, tunafahamu Morocco ni wazuri sana, si ndio? Morocco wanatuzidi kwenye renki, kwa sababu Afrika ndio ya kwanza duniani, kama sio ya 7 ni bahati, unaona.
watuzidi, ila mechi ya tarehe 4 Mbwana Samata atupishe kidogo, amwachie bwana mdogo huyu Suleiman Mwalimu kama ulivyomuona. Na Suleiman Mwalimu wale wachezaji asilimia kubwa pale nawafahamu kwa sababu amecheza Wydad pale, amekutana kwenye ligi, ameenda pia amecheza kombe la dunia ngazi ya vilabu. Kwa hiyo akimwacha pale bwana mdogo angalau atupambanie. Unajua hii michuano bwana inatupa wakati mgumu sana kwa kumkosa Clement Walid Mzize, kwa sababu yule dogo anafanyaje, anapambana, afu ana speed, ana nguvu. Kwa hiyo hii michuano imemkosa. Tunaumia sana Tanzania kwa ujumla, hasa mimi binafsi. Sawa. Tukirejea kwenye kosi ya nyuma, upande wa nyuma wa ulinzi wa timu ya Taifa Stars. Kule nyuma kuna nafasi namba 2, kuna Mnoge pia kuna Shomari Kapombe. Nani hasa ambaye unamwona yuko na kiwango kizuri na anatakiwa kuanza dhidi ya Morocco timu ya Taifa Stars ikiingia uwanjani? Unajua umetaja nafasi hiyo moja yenye watu wawili wakali. Binafsi sintopendelea kusema fulani aanze na fulani abaki benchi, kwa sababu kama unavyojua wachezaji wale wawili kila mtu ana ubora sehemu yake na ana udhaifu sehemu yake. Kwa mfano ukitaka kuangalia kwa Shomari Kapombe, Baba Esther, yeye binafsi kwenye upande wa kutengeneza mashambulizi kupitia upande wake wa kulia ni mkali sana na ni mzuri mno, lakini akishapanda, je, anarudi kwa wakati? Hicho ndio kipengele kipo hapo, kwa sababu kama unajua kushambulia, jua na kujilinda pia. Wanasema ukikimbiza ukiwa unamsifu anayekukimbiza, ila msifu mkimbiaji pia, au msifu mkimbiaji ukiwa unamsifu mkimbiaji, msifu na anayekukimbiza pia. Sasa wanasema usimsifu anayekimbia, msifu pia anayekukimbia na mkimbiza. Anayemkimbiza. Unaona? Hii inamaanisha kwamba Baba Esther ni mzuri sana kwenye kufanya mashambulizi, lakini kurudi kwake kukaba pale timu inapoteza mpira ndio kipengele kingine, kwa sababu akishatangulia kule mbele, kurudi nyuma huku ni vigumu. Unajua hii sio kwamba eti hawezi, ila ni kwa sababu akili inataka, ila mwili ufanyeje, hautai, kwa sababu Baba Esther tayari anaelekea eji ya mwisho kwenye karia ya soka la mpira wa Afrika. Lakini pia angalia Mnogo pia ni mzuri kwenye kukaba. Angalia mechi ya jana alikuwa hapandi sana, ingawa kwanza winga namba 7 hapandi sana, alikuwa yeye na Dickson Jobu bumper to bumper, yani huyu akipita huyu anarudi nyuma, huyu akipita anarudi nyuma. Hili ndio ilipelekea nadhani Taifa Stars pia kufanyaje, kupata sare ile, kwa sababu wangesema wapishane na Tunisia, ingekuwa ni kipengele kingine rafiki yangu, kwa sababu Tunisia alikuwa anataka ajihakikishie nafasi ya moja kwa moja, afu itokee ghafla umemtoa Taifa Stars, ingekuwa ni kipengele hapo. Sawa. Taifa Stars inakwenda kukutana na Morocco siku ya tarehe 4 ambayo itakuwa ni mwakani mwezi wa kwanza. Unadhani kipi hasa ambacho kinaweza kufanyika Miguel Gamondi akifanye ilimradi kwenye timu nzima, ilimradi timu ya Taifa Stars iweze kuibuka na ushindi katika mechi hiyo dhidi ya Morocco? Cha kwanza, Miguel Gamondi ni kocha mkubwa sana, hivyo anajua kwamba haya yote aliyofanya sasa hivi yamepita, hivyo kinachofuata ni kufocus na mchezo unaokuja. Hii yote iliyopita, magoli yote aliyofunga, pointi zilizonazo zimeshapotea. Tunaenda kwenye hatua ya mtoano moja kwa moja, kitu ambacho kitapelekea kwamba twende mpango mkakati. Sasa tunacheza kwa namna gani? Twende na mpango nani aanze, yaani afanye kikosi ambacho kitakuwa kikiingia, hata kama kina maajabu makubwa sana, lakini hata Morocco nao wajue kwamba kumbe Tanzania ina timu, Tanzania ina watu, wachezaji wa Tanzania wameshakuwa. Hii itapelekea, kwa sababu unajua miaka michache iliyopita, sawa, tulikuwa tuna makocha wengi wa kimataifa na wazawa. Aliwahi kupita Emmanuel Monique, amepita hapa huyu kocha wetu wa Taifa Stars alitoka anaingia Gamondi Morocco, sawa. Lakini ona cheza yao ilikuwa ni ngumu sana mtu kufanyaje kusema kwamba timu inacheza tutapata matokeo. Lakini angalia Gamondi amefanya hiki tangu akiwa Young Africans, ndio Gamondi hajawahi kuwa tabia kujizuia. Nadhani nikipiga tathmini kwenye mchezo ambao amejizuia Gamondi ni ule wa Mamelodi Sundowns, mechi zote mbili nyumbani ugenini, ambapo alijizuia kweli kweli, ikapelekea kutokuruhusu bao hata moja na dakika 180. Kwa hiyo Gamondi afanye mipango mikakati yake ambayo inapelekea kwamba hata tukitoka tuseme kwamba tumetoka kwa heshima, tumetoka upambanaji, wachezaji walitoa spirit yao kubwa kwa ajili ya taifa letu.
Sawa, mtazamaji wa Tony TV, haya ilikuwa ni maoni ya kwake Tata Emmanuel kuhusiana na timu ya Taifa Stars. Yapi maoni yako wewe kuhusiana na timu ya Taifa Stars ambapo itakwenda kucheza na Morocco siku ya tarehe 4? Tunatambua kwamba timu ya Taifa Stars ndio imeweka historia kwa mara ya kwanza kutinga hatua ya 16 bora katika michuano hii ya AFCON. Mimi na wewe mtazamaji wa Tony TV tuna kila sababu ya kushangilia ushindi huu ambao umefanywa na timu ya Taifa Stars chini ya kocha Miguel Gamondi katika mwendelezo wa soka hapa nchini Tanzania. Kumbuka langu jina naitwa Yusuf Sadoki na hii hapa ni Tony TV. Cha kufanya cha msingi ni kusubscribe katika channel hii kwa ajili ya kupata taarifa zaidi.